Mchezo nambari 54, mchezo wa dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Simba, wababe wa ligi kuu ya NBC wakiwa wanakutana kwenye uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibari, na joto lake likiwa linaendelea kushika kasi, kwa sababu mpaka tunavyozungumza mimi na wewe tunaweza kuwa wengine tunahesabu masaa kufikia mchezo huo kati ya Yanga dhidi ya Simba. Young Africans akiwa ni mbabe katika michezo 6 ambayo imepita, wakipata ushindi katika hizo mechi 6 mfululizo, huku klabu ya Simba wenyewe wakienda pengine kutafuta ushindi wao wa kwanza mara baada ya misimu takriban miwili kupita pasina kupata alama yoyote mbele ya watani zao wa jadi, kwa maana ya klabu ya Young Africans. Wapo ambao wana maoni kwamba pengine ndio muda wa klabu ya Simba kwa performance ambao wameionyesha kwenye michezo ya ligi, lakini pia hata ligi ya mabingwa, labda wanaweza kwenda kukata uteja. Wengine wanakuja kwamba Young Africans bado wana nafasi ya kuendelea kupata matokeo mazuri mbele ya klabu ya Simba kwa kumfunga mara ya 7 kwa mara nyingine tena, wakiwa pale uwanja wa New Amani Complex. Wenyewe wananchi pamoja na meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ally Kamwe akipaita Guantanamo Bay kwa maana ya eneo la machinjio. Sasa hapa kuna ujumbe ambao amepatiwa Bakari Nondo Mwamnyeto, kapteni wa klabu ya Young Africans, kuelekea mchezo huo dhidi ya Simba. Na ujumbe huu umeandikwa na mchambuzi wa soka kutokea pale Crown Media, na si mwingine ni Ashraf Junior. Sasa kwa pamoja tukausome huu ujumbe ambao Bakari Nondo Mwamnyeto ameweza kupatiwa kuelekea dabi hiyo ya Kariakoo. Karibu. Bakari Nondo Mwamnyeto, kaa chini na vijana wako, kwa kuwa mamlaka unayo, basi washirikishe na viongozi pamoja na benchi la ufundi, wala usiogope kuwaambia dabi haina mazoea. Waambie ukweli kuwa wapunguze matarajio, wala wasiingie uwanjani na matokeo mfukoni. Waoneshe kabisa wasikumbuke matokeo ya dabi zilizopita, bali wafikirie logo yao ya klabu yao. Kapteni Bakari Mwamnyeto, waambie wenzako haiwezi kuwa rahisi, waambie hata hizo zilizopita haikuwa rahisi. Ila mlizishinda kapteni. Hata viongozi kama wamewaandalia bonus, basi waambieni kuwa kuna mawili. Tena wasisitize sana, waambie sio uoga, ila ni kuupa heshima mpira wa miguu. Kapteni Bakari Mwamnyeto, muite pembeni Djigui Diarra, mwambie mara nyingi kwenye dabi ameibuka shujaa, ila yakitokea makosa wala asijilaumu, ndo football. Kapteni, mfate Maxi Nzengeli, mwambie rekodi yake ni nzuri kwenye dabi tangu ajiunge na Yanga, ila mwambie asifanye kama mazoea, mambo yanabadilika. Kapteni Bakari Nondo Mwamnyeto, mtoe hofu Alan Okello, mwambie wala asihofu, pressure ni kubwa nje ya uwanja, ila isimtoe kwenye reli yake. Mwambie Kariakoo dabi inaweza kumpa mke Tanzania, na Kariakoo dabi inaweza kumrudisha Uganda, wala usimwambie kwa ukali, tumie busara kapteni, huku ukiwa umetabasamu. Kapteni Mwamnyeto, mfate Damaro, mwambie ni Kariakoo dabi, lakini ni special day, sio kwa bahati mbaya. Hii ni special kwa ajili yako. Wasogeze wakina Abuya, Mudathiri na Shuaboy, wamwambie umuhimu wa kushinda Kariakoo dabi. Usimalize kila kitu kapteni, unaweza ukawapa wasiwasi na pressure kubwa, ila kikao kikiisha muite Pakome, mwambie watu wengi upande wa pili wanakuogopa, ila mwambie asikamie sana, acheze nomo tu, na hata game ikimkataa wala asiwe na hofu uwanjani. Watakuwa na wachezaji 11 kuipambania Yanga, wala sio mchezaji mmoja. Mwisho wa maagizo ya Ashraf Junior kwa kapteni wa klabu ya Young Africans Bakari Nondo Mwamnyeto kuelekea dabi hiyo ya Kariakoo. Na kwa maagizo haya kama ambavyo nimekusomea mwanamchezo, unaweza ukaona hapa
ameanza na maagizo kwa goalkeeper Djigui Diarra, akimsisitiza kwamba licha ya kwamba ameonyesha ubora katika dabi ambazo zilizopita, lakini asibweteke kuelekea dabi hiyo ya Machi moja, huku akimkumbusha pia Max Nzengeri kuwa ni miongoni mwa nyota ambao wamefanya vizuri katika dabi zilizopita, na yeye pia asizembe kuelekea dabi hiyo ya Machi moja. Lakini pia Ashrafu ametumia andiko lake kumgusia Alan Okello kwamba ni dabi yake ya kwanza, asiwe na pressure wala hofu, akiweka maneno ya utani kidogo kuhusiana na dabi hiyo inaweza kumpa mke hapa Tanzania, lakini pia inaweza kumrudisha nyumbani kwao Uganda, kwa sababu miongoni mwa michezo ambayo wapo baadhi ya wachezaji wamekiri kupitia mahojiano mbalimbali ambao wamewahi kufanya ni kwamba waliwahi kupata magari na vitu vingine vya thamani ambavyo wanavimiliki mpaka leo kwa kufanya vizuri tu katika dabi ya Kariakoo. Mbali tu na dabi ya Kariakoo, lakini pia dabi ile kama Dar es Salaam dabi, lakini pia Mzizima dabi. Miongoni mwa wachezaji hao ni nyota wa zamani wa Azam FC ambaye aliweza kupiga story na sisi na kusema namna ambavyo aliweza kupata gari na kujenga nyumba kwa kufanya vizuri katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Lakini pia Ashrafu amemgusia Damaro ambaye ndiye anaibeba ile dhima ya dabi ya Kariakoo, ambapo Alikamwe ameiita mechi hiyo kama Damaro Day, kizalendo zaidi, kwamba yeye ndiye ambaye anabeba mchezo. Tuliwahi kushuhudia hapo nyuma katika michezo ile ya ligi ya mabingwa, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga akizipa majina zile mechi kubwa. Kwa mfano iliwahi kutokea hapa Kome Day, Aziz Ki Day, Maxi Day na Baka Day ambazo zilifanya vizuri tu na Young Africans waliweza kupata matokeo. Kwa hiyo amemkumbusha pia Damaro kwamba ni special kwa upande wake, lakini ajiandae pia kisaikolojia, na wauliza kina Mudathiri na Shuaboy mambo yanavyokwenda katika nafasi hiyo ya ulinzi ndani ya klabu ya Young Africans. Na hili ni andiko ama maagizo kutoka kwa Ashraf Junior kwenda kwa Kapteni Bakari Nondo Mwamnyeto. Nakubaliana naye kwa kiasi gani? Weka maoni yako hapo na uendelee kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, hususan Instagram tunapatikana @AvaTV. Mimi ni Latifa Nafi.